Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wana Dar es Salaam wote kwa kuitikia wito mkubwa wa kuendelea kuitunza na kuilinda amani ambayo tumeirithi kutoka kwa wazazi, tumeirithi kutoka kwa waasisi wa taifa letu. Leo tunasherehekea siku kuu ya uhuru wa nchi yetu. Maana yake tangu mwaka 1961 mpaka sasa mwaka 2025 unaweza kuona kwamba sasa taifa letu liko huru kwa miaka mingapi mpaka sasa. Na kwa kufanya hivyo ni washukuru pia sana wana Dar es Salaam kwa kuitikia wito wa Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu namna ya kusherehekea sikukuu hii ya uhuru wa taifa letu. Waziri Mkuu jana alitoa tamko kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu wa Tanzania kusherehekea sherehe hii, lakini kwa wale ambao hawatakuwa na kazi ya muhimu sana basi kuweza kupunguza movements kama inabidi. Kwa Dar es Salaam naweza nikakiri kwamba mpaka muda huu tunapozungumza hali iko shwari na mji wetu uko salama, na niendelee tena kuwashukuru sana wana Dar es Salaam kwamba wameendelea kuwa mabalozi wazuri sana katika masuala ya amani ya taifa letu. Na wapo pia wachache wanaoweza pia kutamani kwamba taifa letu liingie tena kwenye misuko. Niendelee tena kushukuru sana na kuvitia moyo vyombo vya dola katika taifa letu kwamba ni muda wa kuendelea kulinda amani ya taifa letu pasipo hata kuweka mashaka ya aina yoyote. Nimeona tangu asubuhi, mchana na hata jioni baadhi ya picha zikiwa zinaibuliwa, picha za matukio ya nyuma. Yapo matukio ambayo yapo matukio ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, yapo matukio ya tarehe 30, lakini yapo matukio hata ya nyuma zaidi ambayo yanaibuliwa leo kuonesha kwamba Dar es Salaam tayari maandamano, tayari vitu vingine vimechafuka. Na kwa ujumla ni kwamba baada ya msemaji wa Jeshi la Polisi kuweza kuyaona haya, msemaji wa Jeshi la Polisi ametoa taarifa kwamba wananchi waweze kupuuza taarifa hizo ambazo zinachanganya picha mnato, zinachanganya picha mgando ili kuleta taharuki kwa Watanzania kwamba sasa kumechafuka, ili hali amani na utulivu imeendelea kuimarishwa. Kwa hiyo tunapoendelea kuiona hali hii kama tunu, nitoe tena rai kwa Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kwamba tuendelee kuilinda amani hii, kwa sababu kila mmoja akikaa nyumbani kwake akaangalia na akalifrect nyuma, anaweza kuona kabisa kwamba kumbe amani ni zaidi ya fedha, kumbe amani ni zaidi ya chakula, kumbe amani ni zaidi ya jambo lote lile, kumbe amani ni zaidi ya utajiri wa aina yoyote. Kwa hiyo kumbe ukiambiwa mna utajiri gani katika taifa lenu, kumbe pasipo na shaka utajiri namba moja tulionao ni amani. Alafu vitu vingine vyote vinafuata. Amani haionekani, amani haishikiki, amani unaweza hata usiisikie, unaweza usipate hata harufu yake, lakini itakapotoweka ndipo unapoelewa kwamba kumbe amani ni chakula, kumbe amani ni urafiki, kumbe amani ni undugu, kumbe amani ni maendeleo, kumbe amani ni mambo mengine yote ambayo yapo katika mustakabali wa taifa letu. Niendelee tena na zaidi kwamba kesho na kuendelea tuendelee kuwa hivi namna ambavyo tumeifanya siku hii kuwa katika hali ya amani, basi tuendelee kuwa hivyo na siku zingine. Na baada ya kusema haya, ni washukuru sana viongozi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuendelea kushikamana, kwa kuendelea kuwa wamoja na kuendelea kujenga udugu ambao umesimikwa kutoka kwa waasisi wetu, kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini zaidi pia kutoka kwa hayati Abeid Amani Karume. Na baada ya kusema haya, ni watakieni kila la heri tena katika sikukuu hii kubwa sana ya uhuru wa taifa letu.